Habari yako ndugu mtazamaji wa Abedi TV. Leo ni siku nyingine ya masikitiko sana. Tumempoteza ndugu ambaye ni moja kati ya vijana wa umoja wa Fuliru na Wavira. Lakini hapa nipo kama unavyoona nyuma yangu, wapo ni baadhi ya vijana, moja wapo kati ya vijana wa Kivira na Kifuliru wa Fuliru. Na leo nitaenda kuongea na moja kati yao, kiongozi ambaye anahusika na uongozi wa kundi hilo la vijana wa Kivira na Kifuliru, na tutaenda kujua mengi zaidi. Leo ni siku ya huzuni sana. Inasemekana kuwa kijana wao umepotea kwa hali ambayo ni ya kuhuzunisha sana, na hii imekuwa kama maumivu na majonzi makubwa sana kati yao, na ndio maana kwa siku ya leo tumeona tuje tuwatembelee na kuwaona. Maana siku za nyuma kidogo hapo, kama ulivyoona, kulikuwa na interview fulani kuhusiana na mwezi ujao, mwezi wa 6 wanaandaa party kubwa sana. Itakuwa ni siku ya furaha, lakini kabla ya kufikia siku hiyo naona kumetokea changamoto kama ya huzuni na msiba sana kati yao. Nitaenda kuongea na mmoja kati ya kiongozi ambaye mmemwona hapa kwenye interview ya siku zilizopita hapo kidogo. Ataenda kutuambia imekuwaje hali ya ndugu ambaye ametuacha, na wao kama wao wamejipangaje na wamejisikiaje kwa hali ambayo imetokea. Bana, usikae mbali na Abedi TV. Kama hujawahi kusubscribe, like, comment, jaribu kushare pale na kusubscribe ili kupata update zetu za kila siku. Karibu sana. Ya kiongozi, habari za leo? Niseme tu asante kwa kuchukua nafasi kama na hii. Lakini siku kama na leo ni siku ambayo inatukumbusha yale maneno matatu muhimu ambayo kila mtu anayatambua, kwamba mwanadamu ana siku 3 muhimu: siku ya kuzaliwa, siku ya kuunga ndoa na siku ya kuiacha dunia. Kwa hiyo leo ni moja wapo wa siku hizo ambazo kijana mwenzetu amekwenda kuzitimiza duniani, kwamba alizaliwa, ameoa na leo ameweza kuingia udongoni. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa nafasi yangu ama upande wa ndugu zangu wote ambao walioko hapa, ni siku ya masikitiko makubwa sana kuweza kumpoteza ndugu yetu. Hata wanasema kwamba ni sherehe mojawapo, lakini kweli tunashukuru Mungu kwa sababu mwisho wake haukukuwa mbaya. Tunaona kwamba alifanya mengi sana katika umoja wetu. Kwa hiyo ni hayo tu. Kama nimesimama hapa ni kwa ajili yake, na kama unavyoona tupo eneo ambalo watu wanakuja kupumzishwa. Kwa hiyo ndugu yetu Shukuru Yatama, yeye ndiye ambaye ametufanya tuwepo siku ya leo. Ya niseme tu kama Abedi TV tuwatakieni tu poleni sana kwa hali ambayo imetokea, na watu wangependa kujua sana, kwa wale ambao wakuwepo kwenye msiba, wangependa kujua ilikuwaje kwa tukio ambayo ilitokea mpaka fikia marehemu akatuacha. Lakini pia marehemu aliacha familia ya watoto wangapi, au hakuwa na familia? Watu wangependa kujua kiundani zaidi. Nafikiri kila mtu anatambua kwamba siku za mwanadamu zinahesabiliwa, na kuna vifo ukiviangalia unasema kweli, hata kama kifo kipo lakini hatukutegemea, na hakuna kifo ambacho watu walishawahi kutegemea kwamba mtu fulani atakufa. Tumejumuika vijana wote wa Kivira na Kifuliru kuonesha ushirika wetu, hususan ushirikiano ule wa undani kabisa, ndugu kwa ndugu. Ndugu yetu huyu hakuumwa sana, na alafu bado mpaka sasa hivi tuna dugu mioni mwetu. Hatuamini kwamba ni yeye ndiye ambaye ameweza kutuacha, kwa sababu alikuwa ni kijana wa Kifuliru na Kivira.
na alikuwa na mchango mkubwa sana katika kundi letu la umoja huu ambao ni wakuwa na moyo ya furaha ndani ya utamaduni. Aliumwa siku chache tu, siku 2 baada aliweza kutupa taarifa kwamba anaumwa, na sisi kama viongozi tukaona kwamba ni jukumu letu kwenda kuangalia, tujue kwamba kipi ambacho kinaendelea zidi yake. Tulivyofika kweli tulikuta ameanza dalili za kuugua. Tulienda kumuona kiufupi, tukafika pale, tulizungumza mengi sana, tulifanya ushirika wa undugu. Lakini tulivyomwacha tukazungumza kwamba tutapangilia mengi zaidi kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Baada ya hapo nimeamini tena mfano ambao watu wanasema mtu anaweza kaumwa, lakini akitaka kufariki huwa anarejea kwenye hali yake ya ukawaida, yani unahisi mtu amepona. Kwa hiyo katika kifo chake walioshuhudia wanasema kwamba alikuwa mzima, lakini ilibadilika ghafla, na ndipo tukamhesabu kwamba hayupo na sisi tena duniani. Kwa hiyo ni jambo ambalo tulipokea kwa huzuni sana, vijana wote wa Kifuliru na Kivira kambini Nyarugusu. Na nishukuru tu kwa sababu yote yamefika na kila mwanadamu atapitia haya. Ndio. Ya, poleni sana. Najua hii ni siku moja ambayo itabaki kuwa historia, na hii imetokea kabla kabisa ya tukio ambalo mnaliandaa hapa mwezi wa 6. Labda watu wangependa kujua ni ugumu gani ambao mnauona hapa, au baada ya kupata hiyo taarifa ya ndugu yetu ambaye ametuacha, ni ugumu gani ambao mmeuona hapa? Huenda inaweza ikatokea au imeshaanza kutokea kabla ya sherehe ambayo inaandaliwa kwa baadaye hapo kuhusu vijana wa Kivira na Kifuliru. Niseme tu ya kwamba hakuna furaha bila huzuni. Tayari ameondoka na hatukutarajia. Nilikuwa nategemea kwamba tutajumuika wote kwenye sherehe ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, lakini ndio hivyo imetokea. Ila niseme tu ya kwamba vijana wenzangu, msikate tamaa, na kila kinachotokea ni kusudi ya Mwenyezi Mungu. Nafikiri hapo mbeleni tutakuwa na furaha, lakini haitosababisha kwamba tusiweze kumwenzi ndugu yetu ama tusiweze kumkumbuka. Ana nafasi kubwa sana ambayo atakumbukwa daima katika umoja wetu, na pia vile vile ameondoka na sisi tupo nyuma. Mwahidi kwa ameacha mke na mtoto, pia yule mke wake ni sehemu mojawapo wa majukumu yetu. Imani kwamba hata sisi pia tutambua daima na kumwenzi kwa familia yake. Bana, tusiwachoshe sana au tusiwaongeaji sana. Nimeshukuru sana kwa muda wenu na poleni sana. Kama Bedi TV tunawatakia poleni sana kwa hali ambayo imetokea, na niseme tu ya Mungu mengi. Wanasemaga Wakristo wanasema kuwa Bwana ametoa na pia ametoa, jina lake libarikiwe. Bana, ndugu mtazamaji wa Bedi TV, leo ni siku ya huzuni, vijana wamehuzunika sana. Na kiongozi hapa, ningependa tu ujumbe wa mwisho kwa vijana wa Kifuliru, aidha kwa wale vijana ambao wanakataa kabisa kujulikana, kutambulika kwa ukoo wao au kabila lao. Ningependa uwe na ujumbe fulani kwa kabila zote tu. Kuna vijana ambao wanajitenga sana na kabila zao. Ningeomba uwe na ujumbe kuhusiana na wao. Kwenye swala la hamasa sina neno, ila nafikiri ambao kila siku ninasema kwamba kufika kwako ni ushuhuda wako. Nafikiri wote waliofika wameona jinsi ambavyo tumemshughulikia kijana mwenzetu. Kwa hiyo umoja una nguvu. Siku zote umoja una nini? Una nguvu. Na kama unajijua ni kijana wa Kifuliru ama Kivira, hujajiunga na ndugu zako, basi kabla hayajatokea ya kutokea, bora ukawa nasi ili tukumbukane katika shida na katika raha pia. Pia vile vile niombe tu kwamba kwenye TV hii ya Bedi TV ni sehemu mojawapo ambapo vipindi vyetu vitakuwa vingi sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kunapata taarifa zote kuhusiana na sisi. Asante. Bana, big up sana ndugu mtazamaji wa Bedi TV ambao unaendelea kutufuatilia kama dawa kama kawaida. Mungu akubariki sana, maana nguvu yako pia ndio inatufanya sisi kujulikana na kutamba mtandaoni. Bana, kama hujafanya kusubscribe, fanya kusubscribe, like, comment, kushare. Host wako hapa King Safa, lakini pia nyuma ya kamera yupo OG Graphic.
Abedi TV, jicho la nyumbani.